Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupo katika kuendeleza darasa letu la namna ya kuanza dua mpaka kumaliza. Ewe ndugu yangu Muislamu, zinduka. Sio kila siku unalalamika wewe tu, naonewa na watu washirikina, naonewa. Hapana, Allah yupo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anasema wanunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minina wala yazidu dhalimina illa khasara. Allah anasema kaiteremsha Qur'ani kuwa ni shifaa kwetu sisi, wa rahmatun, rehma ya hapo inaingia riziki, kila mambo ya kheri yanayotokana na Qur'ani. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, usiache kumuomba Allah, usiache kumuomba Allah Tabaraka wa Taala, kwa sababu yeye ndiyo shifaa kwetu na pia ndiyo rehma kwetu sisi. Allah Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Tupo katika kuendeleza darasa letu la namna ya kuanza dua na kumaliza dua. Unaanza vipi na unamaliza vipi? Kwa hiyo katika kuanza ukifuatilia video za nyuma utapata majibu. Tupo katika hatua za mwisho kabisa za kumaliza darasa letu. Ewe Muislamu, usichoke, fuatilia kipindi hichi, subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu, na pia vile kuwa makini katika kusikiliza darasa, uanze kufanya mwenyewe, uanze kumcha Allah Tabaraka wa Taala, uone mafanikio. Kweli unaweza ukawa unafanya kazi lakini usione mafanikio. Ukipata hela inapotea pasna ya kufanyia kazi, pasna ya tunasema ya kufanyia malengo yako, hela inapotea tu. Sasa mimi nafundisha mbinu za kuweza kukaa hiyo hela yako ambayo kwamba unaipata katika kipato chako. Basi tunaendelea inshallah. Baada ya kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, utaendelea na kusoma, utaangalia sura gani ambazo kwamba zinakuwa zinavuta riziki na zinakuwa zinaleta baraka. Katika sura ambazo kwamba mimi nitakuelekeza sura za kutumia, utaanza na suratu Sajida, utakuja utasoma suratu Yasin, utakuja utasoma suratu Dukhan, utakuja utasoma suratul Waqi'a, utakuja utasoma suratul Insan, utakuja utasoma suratul Mulk, utamalizia kusoma suratu Zilzala. Ukisha soma sura hizi